mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya neema ambayo tumekuwa nayo katika siku ya leo. Na Baba, wakati Mungu rehema, tunakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya neno lile ambalo Roho Mtakatifu unalileta kwetu. Bwana, wape watu roho ya usikifu wapate kuelewa na haya yote katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Tuketi. Neno ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya neno lisemalo, sina mtu wa kunitia birikani. Sina mtu wa kunitia birikani. Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 7. Sina mtu wa kunitia birikani. Na ili tuweze kuelewa vizuri habari hii katika Yohana sura ya 5, tuanze kusoma mstari ule wa 2 mpaka mstari wa 9 katika Biblia yako. Yohana sura 5 mstari wa 2 mpaka mstari wa 9. Na huku Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betizata, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua yale maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo kwa siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika neno hili yuko mtu ambaye ni mgonjwa na amefika mahali ambapo watu wengine wanapokea uponyaji katika birika hili, mahali hapa ambapo kulikuwa panaitwa Betizata. Mahali hapa kulikuwa na birika. Birika ilikuwa na maana kama kisima fulani hivi kilichojengwa kwa juu. Jengwa kwa juu. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo Mungu alikuwa na waponya watu, lakini ilikuwa ni mpaka malaika ashuke katika maji haya. Na malaika akishuka ndani ya kisima kile, yale maji yalikuwa yanaonekana ni kama yanachemka. Watu wanaona maji yale ni kama yanachemka. Sasa ilikuwa ni swala la mtu kuwahi. Na maandiko yanasema yeye aliyewahi kwanza alipona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na mahali pale sasa, katikati ya wagonjwa wengine wengi waliokuwako, alikuwako huyu mtu ambaye tunaelezwa habari zake kwamba yeye alikuwa ni mgonjwa na miaka 38 amekuwa katika hali hiyo hapo. Yesu akawa amekuja, lakini hakujitambulisha wala watu wengine hawakumtambua. Akawa tu amezungumza na huyu mtu, na yule mtu akumjua kwamba huyu anayesema naye ni Yesu. Yesu akamuuliza, unataka kuwa mzima? Unataka kupona? Yeye kwa akili yake akawa anajua kwamba anaulizwa uponyaji wake kupitia katika lile birika, mahali pale ambapo alikuwa anasubiri kupona miaka yote hiyo. Akasema, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mtu huyu amekuwa mgonjwa na akisubiri uponyaji kupitia katika birika hilo, kwamba awahi kuingia maji yanapochemka, malaika wanaposhuka, na ameshindwa kufanya hivyo kwa miaka 38. Hali aliyokuwa nayo yeye mwenyewe anakiri ya kwamba asingeweza kuwahi kuingia. Ugonjwa aliokuwa nao haukumruhusu kuwa na kasi ya kuweza kuwahi kuingia kabla ya watu wengine hawajaingia humo. Kwa hiyo akawa amesubiri. Maandiko hayaelezi kwamba malaika alikuwa anakuja kila baada ya muda gani. Alikuwa anakuja kwa mwezi mara moja, au kwa mwezi mara mbili, au kwa mwaka mara moja. Maandiko hayaelezi hivyo. Ila mtu huyu anakiri tu ya kwamba tatizo kubwa alilo nalo, hana mtu wa kumsaidia maji yanapotibuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tutafakari neno hili kwa pamoja. Hana mtu wa kumsaidia maji yanapotibuliwa. Ndio kusema kwamba kuna watu hapa walikuwa wanasaidiwa, maana walikuwa ni wagonjwa. Kwa hiyo wako ambao walikuwa wanapata msaada kutoka kwa ndugu zao, maana huyu mtu ni kiwete. Huyu amepooza. Anawezaje kuingia katika birika linapokuwa limetibuliwa? Kwa hiyo bila shaka kulikuwa na ndugu, kulikuwa na jamaa, kulikuwa na watu ambao walikuwapo mahali pale kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zao ambao ni wagonjwa, wasingaliweza kuwahi kuingia. Mtu amepooza, hawezi kutembea kabisa. Huyu mwingine ni kipofu, haoni kabisa kwamba hata ni kisima kimetibuliwa. Kila mtu kwa udhaifu wake. Kwa hiyo walikuwako ndugu wa kuwasaidia ndugu zao wagonjwa na kuwawahisha kuingia katika birika maji yanapokuwa yametibuliwa ili wapate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa huyu mtu ambaye amekaa miaka 38 anasubiri kuingia na kuwahi maji yanapotibuliwa ndani ya kisima hichi, lakini hana mtu wa kumsaidia. Nataka tubaki hapo kwanza kwa muda. Hana mtu wa kumsaidia. Miaka 38 yuko pale mbele ya birika, anashindwa kuwahi kuingia, hana mtu wa kumsaidia. Je, huyu mtu hakuwa na familia? Hakuwa na mke? Hakuwa na watoto? Hakuwa na ndugu aliozaliwa nao? Jamaa, marafiki, majirani, watu tuliomhurumia hawako? Miaka 38 yuko hapo anasubiri na hakuna mtu wa kumsaidia. Huyu mtu alikuwa na matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alikuwa na matatizo na jamii yake. Huyu mtu alikuwa na matatizo na jamaa zake. Alikuwa na matatizo na jirani zake, na pia kama alikuwa na watoto, basi alikuwa na tatizo hata na familia yake mwenyewe. Iweje akae miaka 38? Yesu anakuja anakiri ya kwamba hana mtu wa kumsaidia ili aweze kuwahi kuingia kwenye maji yaliyotibuliwa na malaika. Lakini sio hilo tu. Maandiko yanasema hivi, Yesu alijua ya kuwa mtu huyu amekuwa katika hali hiyo siku nyingi. Kwa hiyo Yesu alimjia akijua, sio kwamba ilikuwa ni bahati nasibu. Hapana, alijua kwamba huyu mtu amekaa mahali hapa miaka mingi,
anasubiri uponyaji na hana mtu wa kumsaidia. Yesu akumuuliza kwamba kwa nini umebaki hapa miaka mingi? Yeye alimuuliza, unataka kuwa mzima? Hata jibu alilolitoa yeye silo. Jibu lilikuwa ndiyo, nataka kuwa mzima, au hapana. Unataka kuwa mzima? Sina mtu wa kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaweza kuona jinsi ambavyo mtu huyu alisubiri miaka 38. Haikuwa lazima kukaa miaka hiyo. Hakukuwa na ulazima mtu huyu wa kukaa miaka 38 anasubiri uponyaji, kwa sababu hakuna mtu wa kumsaidia. Maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Huyu mtu alikuwa haishi vizuri, hakuwa na uhusiano mzuri na watu wanaomzunguka. Wasingaliweza kumwacha hapo miaka 38 mpaka Yesu anakuja kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuatilia vizuri habari hii. Lakini nataka tumwangalie mtu mwingine ambaye yeye naye alipata shida, akaugua. Lakini katika kuugua kwake wakatokea watu waliokuja kumsaidia. Wakaja watu katika mazingira magumu aliyokuwa nayo. Huyu hakukaa miaka 38. Marko sura ya 2. Kitabu cha Marko sura ya 2 mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Marko sura ya 2, sura ile ya 2, Marko mstari wa 3 mpaka wa 5. Wakaja watu wakamletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia, yani kumkaribia Yesu kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ukisoma habari hiyo, mtu yule aliponywa wakati huo huo alipoletwa mbele za Yesu. Aliondoka pale akiwa amelibeba godoro lake, amepokea uzima, amepokea uponyaji, akaondoka zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie watu hawa wawili. Huyu mmoja amepooza, wakatokea watu 4 wakambeba kwenye godoro. Bwana Yesu asifiwe. Wakambeba, wakampeleka wapi? Wakampeleka wapi? Wakampeleka kwa Yesu. Walivyompeleka kwa Yesu, wakakuta kuna mkutano mkubwa sana wa watu wamezunguka mahali pale, wala hakuna nafasi ya kumfikia Yesu mahali amekuwako. Na mahali pale ilikuwa ni ndani ya nyumba, ndani ya nyumba, ndani ya jengo, ndio maana yake. Ilikuwa ni ndani ya jengo. Wakaangalia wakaona hakuna namna ambayo sisi tunaweza tukampeleka ndugu yetu huyu mgonjwa. Huyu sio ni jirani yetu au ni rafiki yetu, ni mgonjwa amepooza, na tunajua akifika tu mbele za Yesu lazima atakuwa mzima. Hapa lazima tufanye lolote linalowezekana afike mbele za Yesu, Yesu amuone mgonjwa wetu huyu na apate kuombewa na kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa gharama yoyote huyu lazima kutane na Yesu na aponywe. Unajua maamuzi waliyofanya, wakasema hapa tuweze kumfikia Yesu pale mahali alipo. Cha kufanya sisi
tupande kwenye dari, tupande kule juu ya hii nyumba. Tukipanda kule juu ya hiyo nyumba, twende kwenye usawa ule ule ambao Yesu yuko huko chini anahubiri. Tutoboe pale mahali, potelea kwa mbali. Kama tutadaiwa gharama ya kujenga, tutajenga, lakini tutoboe. Hawakuomba ruhusa, wakatoboa pale mahali. Walipotoboa, Yesu yuko kule chini anahubiri. Kwa hiyo wakamshusha yule mgonjwa na kamba, yuko kwenye godoro, wakamshusha. Yaani Yesu mwenyewe alishangaa, anaona kitu huku juu kinashuka. Ni nini hilo? Godoro linashuka, linafika mbele yake namna hii, kuna mtu amelilalia. Sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sijawahi kuona imani, hawa watu wana imani kiasi hichi. Kwa hiyo akaacha kuwahudumia wale wengine ambao walikuwa wanahudumia, akamhudumia huyo aliyeletwa. Akasema mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mgonjwa akapona siku ile na wakati ule alipoletwa mbele za Yesu. Tunaona ziko kesi mbili tofauti. Mtu ambaye ni mgonjwa lakini hana mtu wa kumsaidia, amekuwa katika hali hiyo miaka 38. Tunaona kuna mgonjwa mwingine wa kupooza. Huyu wako watu 4 wanambeba katika godoro, wanamleta mbele za Yesu. Wanashindwa kumfikia Yesu, wanapanda darini, wanatoboa dari, wanamshusha yule mgonjwa, anaombewa, anapona, anaondoka. Tukizana, ni muhimu sana kuwa na mahusiano mazuri na watu. Nitarudia, hata kama umeokoka, hata kama unatumiwa na Mungu, bado tunawahitaji watu wengine. Amen. Bado tunawahitaji watu wengine wawe karibu na sisi. Bado tunahitaji kuwa na uhusiano mzuri na majirani zetu. Tunahitaji kuwa na uhusiano mzuri na watu wengine, marafiki. Tunahitaji kuwa na uhusiano mzuri sehemu tunayofanyia kazi. Ni kweli unamjua Mungu, unahitaji kuwa na uhusiano mzuri. Labda wao wenyewe ndio wao ni watu ambao wanakubagua, wanakutenga, hawakutaki vema, lakini wewe ndani ya moyo wako huna sababu ya kuwatenga watu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa itakuwa ni kwa kiasi, ili usiingie katika mtego wa wewe kuingia katika shughuli zao mbovu au katika mwenendo wao mbovu, lakini sisi kama sisi ni muhimu kuwa na uhusiano mzuri na watu. Kwa nini? Ni kweli yuko Mungu, lakini wako watu. Amen. Yuko Mungu, na huyo Mungu ameumba watu, na Mungu anawatumia watu. Mungu anawatumia nani? Anawatumia watu. Tunapohitaji huduma yoyote ile mbele za Mungu, Mungu ana watumishi, anawatumia watu. Na wakati mwingine hata katika maombi tunayoomba, katika majibu ambayo Mungu anatujibu, wakati mwingine Mungu anatumia watu kutujibu maombi yetu katika jina la Yesu. Ukute mtu huyu alipokuwa pale birikani, alikuwa anamwomba Mungu, Bwana niponye, Bwana niponye, lakini hakukuwa na majibu ya dhahiri, kwa sababu ni mtu ambaye hana mahusiano mazuri na watu. Labda ni mjeuri, labda ni kiburi, ni mtu anayejitenga na watu, anasema yeye hana shida, yeye hawahitaji watu wengine. Tuwe na ushirika na watu. Hata ndani ya kanisa kuna watu wamo humu ndani ya kanisa. Kunapokuwa na jambo lolote lile ambalo linahitaji watu, yeye hayuko. Ndiyo, wewe hauko.
Unasema mimi niko busy, mimi nina mambo yangu, mimi nina kazi nyingi. Ninyi ambao hamna kazi, ninyi nendeni kanisani, lakini mimi sitakuwepo. Subiri, kuna wakati utawahitaji watu. Uko wakati utawahitaji watu, hutawaona na hutakuwa na mtu wa kumlaumu. Bwana Yesu asifiwe. Baba yule alipokuwa amepooza, unajua kuna wakati ambao mtu anapooza hata kuongea huwezi. Ulimi hauwezi kutamka maneno. Hata kuambia watu kwamba jamani nisaidieni huwezi. Huwezi kuongea. Lakini yale mahusiano ambayo ulikuwa nayo na watu wengine, hawasubiri neno lako lolote. Wao wenyewe wanajua jinsi ya kukutendea wewe katika jina la Yesu. Kwani yeye aliwaambia kwamba wambebe kwenye godoro wampeleke wakatoboe dari kule? Lakini wale watu walikuwa wanashauriana wenyewe jinsi ya kufanya. Wanamjua huyu mtu wanayemhudumia, wanamfahamu kwamba ni mtu wa namna gani, wana uhusiano naye wa namna gani. Yeye mwenyewe alipokuwa akiwa na afya yake na uzima wake, alikuwa ni mtu wa namna gani katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nikwambie, jinsi unavyoishi na watu, usidhani kwamba watu hawakufuatilii. Usidhani kwamba watu hawajui. Alafu nasubiri siku ya siku ikifika. Yani watu hawana upendo kabisa. Yani watu, mimi ninashangaa limenipata hili, lakini yani sijaona watu wamefanya hivi. Inategemea wewe maisha yako naishije. Amen. Na ndiyo maana yule mtu alisubiri miaka 38 mpaka Yesu yeye mwenyewe kwa huruma zake na rehema zake ikabidi amwendee huyu mtu, maana alijua hakuna mtu atakuja hapa. Huyu kutokana na mtindo wake wa maisha alio nayo na jinsi ambavyo mahusiano alio nayo na watu wengine na tabia yake, huyu atakuja kufia hapa hapa kwenye birika. Watu wanapona, yeye yuko. Watu wanapona, yeye yuko. Wengine wanasaidiwa na ndugu zao, yeye anaangalia. Mwingine amekuja tu jana, anawahi, anaondoka, yeye amebaki. Miaka 38 yuko kwenye birika. Sikiliza, unaweza ukakaa miaka mingi sana kando ya birika la uponyaji na usipokee uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea sana na uhusiano ulio nao na watu na Mungu. Usiseme mimi nina uhusiano mzuri na Mungu, sihitaji kuwa na uhusiano mzuri na watu. Mungu anatumia watu. Usiwadharau watu. Waheshimu watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Gharama yake huyu mtu ilikuwa ni kubwa sana. Unajua pale alipokaa miaka ile yote ni kama alikuwa shule. Yaani ni kama alikuwa anafundishwa. Maana sasa amlaumu nani? Walioko pale sio ndugu zake, wala hawafahamu, hawajui. Atamlaumu nani? Ukisoma habari zake mtu huyu, alipopona tu stendi yake ya kwanza ilikuwa hekaluni. Maana alijua tatizo lilokuwa nalo. Alipopona tu akabeba lile godoro lake moja kwa moja huyo hekaluni. Yesu anakwenda akamkuta hekaluni, akasema safi. Huyu ashapata shule huyu. Ameshajua akimbilie wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tayari gharama alishaipata. Ukisoma hapo katika Yohana sura ile ya 5 katika habari ile na labda tuanzie sura 5 sasa. Tuanzie mstari ule wa 9. Mpaka mstari tuishie mstari wa 14.
tuone mwendelezo wa hiyo habari. Yohana sura ya 5 mstari wa 9 mpaka 14. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda, nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyeniponya, aliyenifanya kuwa mzima, ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani. Yaani hakujua kwamba aliyemponya ni nani, ni Yesu. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, amekaa miaka 38 anasota pale. Alipoponywa kwa muujiza, akaona kabisa kwamba hii ni Mungu kabisa, yaani mimi pale nilishaisha. Alafu huyu aliyeniponya ni nani? Maana sikuingia birikani, amekuja tu yule mtu ananiambia jitwike godoro, nikajiona niko mzima, najitwika godoro hivi, natembea. Yule ni nani? Hii itakuwa ni Mungu. Mbio hekaluni. Ameshajifunza kutengeneza uhusiano wake na Mungu, mbali na watu wengi ambao bado Mungu anawatendea, wala hawajui ya kuwa ni Mungu aliyetenda na kuendeleza ule uhusiano na Mungu, wakakimbilia mahali ambapo wataendelea kumwabudu Mungu, wataendelea kumjua Mungu. Ndivyo wengi wanadamu walivyo. Kama watu wote ambao Bwana amewatendea kwamba ni kuponya au kuwafungua kupitia madhabahu hii, kama wangalisema basi huyu Mungu aliyeniponya, wacha niendelee kumwabudu mahali hapa, na waambia nafasi leo isingetosha hapa. Narudia tena, nafasi isingalitosha kwenye huu ukumbi. Mungu amewatendea watu wengi sana mema, ponyaji, kufunguliwa na mengineyo, lakini bado wanadamu ni wagumu kujifunza, bado ni wagumu kufanya maamuzi ya kumwabudu huyo Mungu aliyewatendea. Bado hawakumbuki, wanaona tu ni kawaida. Lakini itafika mahali ambapo wanasema sina mtu wa kunitia birikani. Maana matatizo hayaishi, linaondoka hili, litakuja lingine. Hutamuona mtu wa kukutia birikani, kwa sababu Mungu alipokusaidia uliona kwamba nafikiri ni haki yangu tu. Hapana. Mungu anapokutendea jambo lolote lile, analo kusudi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Analo kusudi kwamba kupitia jambo hilo tuweze kumjua Mungu, kupitia katika jambo hilo tuweze kumwabudu Mungu, tuweze kumcha yeye. Lakini sivyo watu walivyo. Watapuuza, wataendelea na mambo yao, na Bwana mimi nilishapona, sasa shida yangu imeisha. Kama kuna mtu mwingine na shida mimi sijui, lakini mimi shida yangu imeisha. Shida yako imeisha, una uhakika, huna shida tena nyingine. Ndivyo ilivyokuwa hata kwa mtu mmoja ambaye Mungu alimkuta jangwani, kwenye jangwa lenye ukame, mahala pasipokuwa na uhai. Akakutwa huyu mtu mmoja alikuwa anaitwa Yeshuruni, ambaye alikuwa katika hali mbaya, ni kama anakaribia kufa. Mazingira aliyokuwa nayo hayakuwa rafiki, hakuwa na mtu wa kumsaidia, yuko mwenyewe tu. Mungu akamtokea Yeshuruni, kama jinsi ambavyo Mungu
anaweza kukutokea wewe, anaweza kunitokea mimi, na huenda amekutokea. Kumbukumbu la Torati sura ile 32. Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 10, wa 13 na 15. Tarukaruka hapo. Kumbukumbu 32 10, 13, 15. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka akamtunza, akamhifadhi kama mboni ya jicho. Mstari wa 13. Alimpandisha mahali pa nchi palipoinuka, naye akala mazao ya mashamba. Akamnyonyesha asali iliyotoka jabalini na mafuta yaliyotoka katika mwamba wa gumegume. Mstari wa 15. Lakini Yeshuruni alinenepa, akapiga teke. Umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Hivi ndivyo wanadamu walivyo. Wanapokuwa na shida, sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kunitia birikani, wanahitaji msaada. Na tujue jinsi tunavyoishi na watu, ndivyo aidha inakuwa ni rahisi kwetu kuweza kufanya kazi ya Mungu katika mazingira haya, au kujiwekea mazingira magumu ambayo yanafanya hata maisha yetu yanakuwa magumu. Na neno linasema, linatufundisha. Neno linatufundisha. Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Mathayo sura ya 7 na mstari ule wa 12. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Yoyote myatakayo mtendewe na watu. Ndiyo, yako mambo ambayo tunahitaji wengine watutendee. Wengine watutendee sisi, watutendee mema, watutendee mazuri. Nanyi watendeeni hivyo. Wafanyie watu hivyo, ishi na watu hivyo. Na wewe ikifika wakati wa kuhudumiwa, watu watakutendea hivyo. Lakini unavyotenda hivyo, hauko karibu na watu, unabagua watu, una haja na watu, na watu ndivyo watakavyokutendea. Una haja kulalamika, una haja kunungunika. Ujue hivyo ulivyo, unavyowatendea watu, unavyoishi na watu, ndivyo na wewe watakavyokutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 10. Neno la Mungu linatufundisha jinsi itupasavyo sisi kuwatendea watu mema, kuwatendea watu mema, ili sisi nasi tupokee mema. Wagalatia 6 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Tena tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Kumbe tukitenda mema tunafanyaje? Mnafanyaje? Sasa kuna watu wanasubiri kuvuna mema, wakati si tabia yao, wala si asili yao, wala si jinsi walivyo. Tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipotizimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi
na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Waaminio ni nani? Waaminio ni nani? Waaminio ni wale wenzetu ambao tuko pamoja nao katika imani. Hasa tunawatendea wote mema, lakini hasa zaidi sana jamaa ya waaminio, wale ambao tuko pamoja nao. Tusiwe kama mtu huyu, sina mtu wa kunitia birikani. Mungu anatumia watu. Angalia katika maandiko sehemu nyingi tu, Mungu alikuwa anawatuma watu kwenda kwa watu wengine waliokuwa wahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Anamtuma Anania kwa ajili ya Sauli ambaye alikuwepo mahali anaomba. Anamwambia Anania, nenda, Sauli yuko mahali fulani hivi anaomba, nenda ukamwombee apokee uponyaji. Mungu anatumia watu, usiwatenge watu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine ndio ambao wanatembea na majibu ya maombi yako. Wewe ujui. Yuko mtu mmoja ambaye aliwahi kuja kwangu akiwa anahitaji nimwombee. Alipofika alishangaa sana. Nikamwambia, umekuwa ukimwomba Mungu muda mrefu kwa sababu ya tatizo ulilo nalo. Majibu yako hapa leo. Akasema, nikamwambia hivi, umekuwa ukimwomba Mungu siku nyingi. Kuja kwako hapa leo, Mungu amekujibu. Majibu yako hapa. Akawa anashangaa, maana yeye alikuwa anasubiri Mungu amjibu yeye mwenyewe. Kumbe Mungu wakati mwingine majibu yako yanapitia kwa watu. Sasa watu ndio hao umewatenga. Ndio hao hutaki kuwa karibu nao. Ndio hao unaodharau. Lakini sio hilo tu. Wewe ni mbinafsi sana, na ubinafsi wako unakufanya uone huna sababu ya kuchangamana na watu wengine. Ubinafsi, huna sababu ya kuchangamana na watu wengine. Au ukisikia kuna jambo la watu wengi la pamoja, hainihusu, sio mahali pangu, sio shughuli yangu. Sio shughuli yako, sio shughuli yako. Hutaki kuchangamana na watu. Wewe ni wa kipekee sana. Utafika wakati utawahitaji hao watu, hutawapata. Bwana Yesu asifiwe. Unamkumbuka yule mtu mmoja ambaye aliangukia katika mikono ya wanyang'anyi, wakampiga, wakamdhuru. Mtu yule akawa hoi tabani, amelala barabarani. Wanyang'anyi wamempiga mtu yule, wakamwacha pale, wamemnyang'anya kila alichokuwa nacho. Alafu watu wakawa wanapita barabara ile, wanamkuta yule mnyang'anyi yuko pale. Sio mnyang'anyi, yule mtu, yule msafiri yuko pale. Hawezi, baada ya kupata madhara yale, akapita wa kwanza akamwacha, akapita wa pili akumsaidia. Alipokuja watatu akasema, hapana, japokuwa mtu huyu simjui, lakini siwezi kumwacha katika hali aliyonayo. Akaanza kumhudumia. Luka sura ya 10 mstari wa 30 mpaka 34. Luka
sura la 10 mstari wa 30 mpaka 34. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Akapita kando, kuna hii hainihusu, huyu tusimjui. Akapita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake akafika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alikuwa mjui, yeye naye alikuwa anapita tu njia. Na watu wawili wanaotajwa hapa, huyu Mlawi na kuhani, hawa ni watu ambao walikuwa wanaonekana kwamba wanasema ni watu wanaomjua Mungu. Kuhani ni mchungaji. Mlawi hao walikuwa wamechaguliwa wakati ule maalum kufanya kazi ya Mungu, Walawi. Lakini wanamkuta mtu aliyemhitaji, wanapita kando, wanaendelea na safari yao. Wasamaria ni watu waliokuwa wanahesabiwa kwamba ni mataifa wasiomjua Mungu, au kwa Wayahudi. Huyu Samaria asiyemjua Mungu, huyu Msamaria asiye Myahudi, ndiye aliyetoa msaada kwa yule mtu aliyekutana na wanyang'anyi. Kati ya watu hao watatu, yupi ambaye aliweza kumpendeza Mungu? Samaria. Ndio maana leo unakuta hii lugha inatumiwa, hata imekuwa ni msamiati, Msamaria mwema. Msamaria mwema ni kwa sababu ya habari hii. Huyu Msamaria ndiye aliyetoa msaada. Msamaria ni neno linalotokana na mji uliokuwa unaitwa Samaria. Kwa hiyo waliokuwa wanatoka katika mji walikuwa wanaitwa Wasamaria, wanatoka mji wa Samaria. Kutokana na wema aliokuwa ameufanya, sasa limekuwa ni neno kabisa, Msamaria mwema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi Walawi, makuhani, watu wa Mungu, ndio watu tunaopita kando. Nakwambia iko siku utasema sina mtu wa kunitia birikani. Kwa nini? Yale tunayowatendea watu ndiyo hayo na sisi tutatendewa. Bwana tusaidie katika neno hili, katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kipimo kile unachopima wewe, mambo yale unayofanyia watu, ndiyo hayo ambayo pia watu watakufanyia na wewe. Usilalamike, usisema sina mtu, usisema sina mtu kunisaidia. Luka sura 6 mstari 38. Luka 6:38. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la nani? Neno la nani? La Mungu. Kipimo kile kile upimacho, matendo yale yale unayowatendea watu,
namna ile ile unavyowatriti watu wengine, ndivyo na wewe utakavyopimiwa maishani mwako katika jina la Yesu. Kwa hiyo jambo hili linatokea lenyewe, wala watu hawaambiwi, lakini huwa linatokea lenyewe. Wewe ni mtu wa kuwakimbilia watu, na wewe watu watakukimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu unayejali watu, utashangaa Mungu atawafanya watu kukujali wewe katika jina la Yesu. Wewe ni mtu unayependa kushirikiana na watu wengine katika ulimwengu wa roho, wale nao watafurahia na watakuwa tayari kushirikiana na wewe pia katika jina la Yesu. Sio swala la maombi. Hapa ni swala la vitendo. Kipimo kile upimacho ndicho na wewe utafanya nini? Utafanya nini? Utapimiwa wewe hicho. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alikuwa hivyo siku nyingi. Yesu alijua. Kumbe kuna siku ambazo ilikuwa inatakiwa watu waje wakuhudumie. Yeye aliziacha hizo siku. Aliziacha zile siku ambazo ni sehemu ya watu, sehemu ya wanadamu wenzako. Miaka 38 ndio hizo siku zinaisha. Sasa inakuja tu huruma ya Mungu na rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, usisubiri huruma za Mungu, usisubiri rehema za Mungu, lakini kile kipimo unachowapimia watu leo, kile kipimo ambacho unakipima kwa watu, ule wema ambao unawatendea watu, yale mazuri ambayo unawatendea wengine, matendo yako ambayo unayatenda kwa watu, Biblia inasema hivi, utavuna kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Utavuna kwa wakati wake. Kuna wakati na wewe utahitaji watu, kuna wakati na wewe utahitaji kutendewa. Mungu anasema utavuna wakati huo kwako utakapofika. Wewe nawe ni muhitaji. Wakati huo utakapofika, wewe nawe unawahitaji watu wengine. Mungu anasema utavuna katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watendee watu mema. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo wengine hapa sio wengine wote, maana kila mtu anapanda kwenye maisha yake. Wote tunapanda hapa. Unavuna. Ulipanda, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Kwa hiyo wengine tunavuna tulioyapanda kwenye maisha ya watu. Unapanda nini ndani ya mioyo ya watu wengine? Unapanda nini kwenye mioyo ya jirani zako? Unapanda nini kwenye mioyo ya waumini wenzako humu ndani ya kanisa? Unawapandia nini? Unapanda nini ndani ya mioyo ya wafanyabiashara wenzio, wafanyakazi wenzio? Unapanda nini? Unapanda nini ndani ya familia yako, wanafamilia, watoto, mume, mke? Unapanda nini ndani ya familia yako? Unachokipanda ndicho utavuna. Usifanane na mtu huyu. Sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa,
Neno hilo limemgharimu kusubiri kwa miaka 38. Huyu mwingine akabebwa na watu 4 kwenye godoro. Kumbuka walimbeba. Biblia haielezi kulikuwa na umbali gani kutoka pale nyumbani kwake walikombeba mpaka mahali Yesu alikuwako. Walikuwa natumia nguvu zao. Hakukuwa na gari. Watu 4, kila mmoja ameshika upande mmoja wa godoro, mtu yuko katikati. Wakafika mahali pale Yesu alipo. Wakaona hapa haiwezekani. Sisi hii kesi yetu ni ya dharura. Hata kama kuna wagonjwa wengine hapa, lakini huyu ndugu yetu sisi ambaye tunampambania, lazima tuhakikishe kwamba leo anaonana na Yesu. Leo anapokea uponyaji. Ngoja mimi nikwambie, pale ambapo unakuwa na mahusiano mazuri na watu, hata utakapopata shida utasema haiwezekani mtu huyu akapata shida hii. Lazima tumpambanie hili jambo. Lazima tuhakikishe kwamba huyu ndugu yetu anafunguliwa. Kama ni maombi, lazima tumpambanie. Tutaomba pamoja naye. Lazima tuhakikishe kwamba tunaomba pamoja naye, maana tunamjua jinsi ambavyo yeye naye ni mwenzetu, ndugu yetu anayemtumainia Bwana. Tuko pamoja naye hata siku za maombi, tuko pamoja naye. Tunajua haya ni mashambulizi tu ya adui. Tutaomba pamoja naye katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usishangae unaumwa, wapendwa kuja, mpendwa, pole, Bwana ni mwema. Yani hata kuomba kidogo kuniwekea mkono. Anakuja mwingine, mpendwa naendeleaje? Utafunguka tu. Yani hii kitu kidogo sana hicho. Huyo kama walivyokuwa Walawi na kuhani kwa yule mtu. Lakini mwingine anakuja ameokewa mzigo. Vipi? Haiwezekani. Kwa jina la Yesu Kristo, shetani huna mamlaka. Ninakuamuru achia katika jina la Yesu. Kwa nini? Yeye mwenyewe ni muombaji. Kila alichokipanda anavuna. Anaombea wengine, na yeye wakati wake wa kuvuna ukifika, Bwana atainua watu wa kumwombea huyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe watu wa kutenda mema, hasa tukizingatia neno lile ambalo Bwana anatufundisha siku kwa siku. Usiwe mtu wa kudharau mambo. Usiwe mtu wa kudharau watu. Usiwe mtu wa kudharau wito. Usiwe mtu wa kudharau makusanyiko. Usiwe mtu wa namna hiyo. Utavuna ulichopanda. Sina mtu wa kunisaidia. Sina mtu wa kunitia birikani. Akasubiri miaka 38 mpaka Bwana mwenyewe alipomhurumia, akatokea mahali pale akamponya. Usisubiri huruma ya Bwana. Usisubiri rehema za Mungu. Unayo sehemu yako ya kufanya ili uvune kwa wakati wake katika jina la Yesu. Umejifunza nini katika neno hili? Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Njoo mbele za Bwana. Mshukuru Mungu, ambaye Bwana asante kwa neno hili. Asante Bwana maana umenifundisha. Mungu wangu, nakusihi neema yako ikapate kwa juu yangu Bwana. Nikawe mimi mtu niliyemtendaji. Nikawe mimi mtu wa kutenda mema. Nikawe mimi mtu ambaye Baba sitaangalia tu mambo yangu mwenyewe, lakini ninajua wewe ni Mungu ambaye unatenda na kutumika pamoja na watu wengine. Na wakati mwingine watu wenye majibu yangu wamenizunguka. Wakati mwingine majibu yangu yako ndani ya watu wanaonizunguka. Paza sauti yako, omba. Mwambie Bwana asante kwa neno hili. Thank you for watching and God bless you. Asante kwa neno hili.